Baada ya mechi ya kwanza Simba Sports Club wakiibuka na ushindi wa bao 1-0 katika michuano ya Mapinduzi Cup 2025 ambayo kwa sasa tunaianza 2026. Tayari kikosi cha timu ya Wekundu wa Msimba Simba kimeanza vyema katika mashindano haya. Ni Mapinduzi Cup 2026 japo yaliweza kuanza mashindano hayo toka mwaka jana 2025 katika usanifu, weledi, ubora na ukomavu uliotukuka katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi ya mengi ambayo tunazidi kuyashuhudia na kuyatazama katika sehemu ya ubora mkubwa zaidi. Bwana Simba tulishuhudia juzi wakipata nafasi ya kucheza mechi yao ya kwanza na kufanikiwa kuibuka na ushindi wa bao ilikuwa ni ushindi wa bao 1-0, bao la Mohamed Bajber dakika ya 21 katika zile dakika 45 za kwanza, na full time mnyama mwituni Simba Sports Club akafanikiwa kuibuka na ushindi huo wa bao 1-0. Ushindi ambao ulikuwa na maana kubwa, ushindi ambao Simba Sports Club wanajivunia kile ambacho walifanikiwa kupata katika mchezo huo. Ni mmoja mtaji mkubwa ambao wanazidi kujivunia kama sehemu ya ubora, ufanisi, weledi na mengi yaliyotukuka katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi katika ubora, na mengi makubwa pia ambayo tunazidi kuyashuhudia kama sehemu ya mengi makubwa ambayo tayari hapo mezani, na mengi ambayo pia tunazidi kutazama, na mengi ambayo pia yanazidi kuonekana katika upande huo. Sasa Simba leo hii pia wana mechi nyingine katika upande wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, ambao pia AFCON inazidi kutimua vumbi, baadhi ya wachezaji wake wakiwa huko, lakini leo Simba pia wana mechi nyingine ambayo wanakwenda kushiriki. Yote kwa yote ni sehemu kubwa ya kuhakikisha kwamba upande wa timu ya taifa ya Tanzania wachezaji wao baada ya kuondoshwa, basi Simba wanapaswa kufanya vizuri ili wakifika katika hatua za juu moja kwa moja wapate nafasi nzuri ya kuja kupata wasaidizi, kwa maana ya wachezaji wengine ambao watakuja kuisaidia timu hii kufanya vizuri na hatimaye kutimiza makubwa ambayo wanaamini ya kwamba utakuja kuwa moja ya mtaji mkubwa ambao unaamini ya kwamba utakuja kuwatengenezea mentality ya hali ya juu. So Simba kama watafanikiwa kupata ushindi katika mechi ya leo hii dhidi ya Fufuni au sare moja kwa moja, watakuwa wamepata nafasi ya kufuzu na kwenda katika hatua ya watakuwa wamepata nafasi ya kufuzu kwenda katika hatua ya nusu finali na hatimaye kwenda kucheza hatua ya finali. Main target ya Simba bado iko vile vile kama ambavyo coach Steve Baka anazungumza. Ni kweli timu inahitaji kutoa ubingwa wa Mapinduzi Cup 2025 katika ubora na weledi wa mengi ambayo tayari yametukuka katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi ya kila ambacho tunazidi kushuhudia na kila ambacho pia kinazidi kuonekana kama sehemu ya maarifa na weledi mkubwa uliotukuka kutokea katika upande huo. Sasa moja kwa moja taarifa hii mwana michezo ikufikie, uijue na uitambue ya kwamba mnyama yuko mzigoni. Kuelekea katika mchezo wenyewe, tayari Steve Baka ameweka wazi zaidi kikosi cha wachezaji wake nyota 11 ambao anakwenda kuwatumia katika mechi hii. Simba ina wachezaji wapya ambao obviously tunakwenda kushuhudia pia wakiwa wanazidi kupata nafasi. Mechi iliyopita Baraka alipata nafasi ya kuanza moja kwa moja, lakini pia mechi hii kuna ingizo jipya, wachezaji kama Elim Panzu Volcano ni sehemu ya wachezaji ambao tutakwenda kutazama kwenye kikosi cha leo hii wakiwa wanapata nafasi ya kuingia dhidi ya Fufuni. Lakini pia kuna wachezaji wengine kama Bright Anukani ni sehemu ya wachezaji ambao alianzia bench katika mechi iliyopita, lakini this very match ni mmoja wa wachezaji ambao tutakwenda kutazama ubora wake, ufanisi wake pia ukiwa unakwenda kuonekana. Lakini pia wapo wachezaji wengine ambao pia tutakwenda kutazama ubora wao ukiwa ni ubora wa hali ya juu katika sehemu ya kuhakikisha kwamba timu inapata matokeo mazuri, timu inakuwa katika mentality ya hali ya juu na hatimaye kutimiza makubwa ambayo wamejiwekea kama sehemu ya maarifa na weledi mkubwa pia uliotukuka kutokea katika upande. So moja kwa moja kikosi ambacho kinashuka mzigoni upande wa Simba ni moja ya kikosi ambacho kina maboresho makubwa katika upande wa Simba. Mechi yao inapigwa saa 2:30. Kwako wewe ambao unahitaji kujua, mechi inapigwa saa 2:30 na Fufuni FC wao ndio wanahesabika kama wenyeji mbele ya wana Runyasi Wekundu wa Msimba Simba ya kina Joshua Mutare Budo. Kikosi cha Simba kiko katika mfumo wa 4-3-3. Mabeki 4, viungo 3 pamoja na washambuliaji 3. Rotation
ya kikosi ipo. Wachezaji 11 ambao wamepata nafasi ya kwanza. Golikipa ni yule Hussein Aber ndiye ambaye yuko langoni kuhakikisha kwamba Simba anafanya vizuri na anapata kile anachostahili kupata katika mchezo. Fullback right yupo David Kameta Duchu ndiye anacheza kama beki namba 2 pia katika mchezo. Then upande wa beki nambari 3 yupo Anthony Sixbert Mrigo ndiye anacheza katika upande wa left back, wakati ambao beki nambari 4 yupo Shamu Karabwa ambaye huyu ndiye nahodha katika mchezo. 5 yupo Rushin Deluk ndiye anacheza kama center half beki nambari 5. Then upande wa nambari 6 mechi hii yupo Arasane Kante. Mechi iliyopita alianza Daudi Charles Mfuko, lakini this very game anakuja kuanza Arasane Kante katika upande wa kiungo cha ukabaji ndani ya Simba Sports Club. Kaisedo play as number 6. Then upande wa nambari 7 yupo mwamba anayejulikana kwa jina la Eri Mpanzu Volcano. Baada ya mechi iliyopita kutokuwa sehemu ya kikosi, akiwa ni siku ambayo alikuwa amewasili kambini kutokea kwao DR Congo kwa ajili ya mapumziko, na upande wa matatizo ambayo alikuwa nayo ya kifamilia, tayari ni sehemu ya wachezaji ambao wamerejea, na jana ni mmoja wa wachezaji ambao wamefanya uzuri kabisa katika sehemu ya uwanja wa mazoezi na akiwa tayari kwa ajili ya mchezo wa leo hii Simba dhidi ya Fufuni. So Elimpanz play as number 7. Then tukija katika upande wa nambari 8 yupo Nabi Kamara ndiye ambaye anacheza kama nambari 8 katika mchezo na kuhakikisha kwamba timu ya taifa ya Tanzania ambayo wachezaji wake kadhaa ambao wapo upande wa Simba wakija kurejea na ikuta Simba katika nchi ya ahadi. So Nabi Kamara anacheza kama nambari 8 katika mchezo. Then 9 tupo na mwamba kweli anayejulikana kwa jina la Baraka kijana mdogo ambaye amesajiliwa na Simba Sports Club kuwekwa timu ya vijana, na ni mmoja wa wachezaji wanafanyia majaribio. Mchezaji wa zamani wa Mbeya Kwanza, Mbeya City, ni mmoja wa wachezaji ambao wanapewa nafasi ya kucheza kama nambari 9 katika mchezo. Then tukija katika upande wa nambari 10 yupo mwamba namba 10 yupo mwamba anayejulikana kwa jina la Neo Gift Maema. Neo Maema anacheza kama namba 10 pia katika mechi yote kwa yote, ikiwa ni sehemu kuhakikisha kwamba timu inafanya vizuri na timu pia inapata aina ya matokeo mazuri ambayo wanaamini kwamba itakuja kuwa sehemu ya ubora na ufanisi wa kila ambacho wanakihitaji katika upande huo. So au ni namba 11 ndiye Mohamed Bajaber. Huyu ni mfungaji wa bao pekee katika mchezo uliopita Simba dhidi ya Mwembe Makumbi katika mchezo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. So hao ndio wachezaji nyota 11 ambao wamepata nafasi ya kwanza katika mchezo wa leo hii Simba dhidi ya Fufuni FC kutokea visiwani Zanzibar. Mechi inapigwa saa 2:15 toka saa 1 kamili. Sisi tutakuwa hapa kwa ajili ya kupitisha katika mengi ambayo unastahili kuyapata kati ya Simba dhidi ya Fufuni FC. Nani unamtakia ushindi? Tupia comment yako, lakini pia usahau subscribe ili wa kwanza kuzidi kupata taarifa zote zaidi.